Mungu bado anakuwazia mawazo yaliyo mema. Kitabu tunachokwenda kuangalia ni kile kitabu cha Yeremia sura ya 29. Yeremia sura ya 29 ule mstari wa 11. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 hadi mstari wa 14. Biblia inasema hivi: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. 12. Nani mtaniita, mtakwenda kuniomba, nami nitawasikiliza. Nani mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Si ujumbe wa mafundisho ya kawaida. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana, nami nitawaleta tena, sema tena, rudia tena, hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Bwana alibariki neno lake. Bwana alibariki neno lake. Bwana alibariki neno lake. Huu ulikuwa ni ujumbe wa kinabii wa wana wa Israeli. Tunasema mabaki ya wana wa Israeli waliokuwa wamechukuliwa utumwani, na muda ambao waliambiwa watakaa kwenye utumwa ni miaka 70. Kwa hiyo wakiwa wako kule utumwani, nabii Yeremia akapata ujumbe kwa ajili yao, wawapelekee hawa wana wa Israeli juu ya kile Mungu anachosema kwa ajili yao. Na ni ujumbe wakiwa utumwani, ni ujumbe wakiwa kwenye maisha ambayo sio mazuri, ni ujumbe wakiwa kwenye matatizo, ni ujumbe wakiwa kwenye vifungo, ni ujumbe wakiwa kwenye mahangaiko. Lakini katikati ya huo ujumbe, Mungu anawaambia anachowazia wao, pamoja na kwamba wako kwenye kipindi ambacho sio kizuri, kipindi ambacho hakipendezi, kipindi ambacho ni mateso, hawako kwenye maisha ya furaha, lakini Mungu anaachilia ujumbe wake ili hawa watu wapate kujua. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana nasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Wako kwenye utumwa, wako kwenye shida, wako kwenye mahangaiko, kwa sababu huu ujumbe ukisoma kwenye 29 ulikuwa unahusu watu wa aina 4. Ulikuwa unahusu wakuu, ulikuwa unahusu manabii
waujue, ili kusudi wapate kutengeneza mtazamo wa mawazo ya Mungu juu yao katikati ya shida. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo Yeremia anatuma message kwamba wakuu wanapaswa kuchukua ujumbe, manake watawala, manabii wanapaswa kuchukua ujumbe, makuhani wanapaswa kuchukua ujumbe, na watu wote pia wausikilize huo ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea kusoma kuanzia 29:1-2-3 endelea, ni kama vile Mungu anawaambia pamoja na mambo hayo, pamoja na vikwazo hivyo, pamoja na changamoto hizo, maisha mengine yaendelee kama kawaida. Amen. 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 Ulikuwa ni ujumbe unawataka wasikangamane. Ulikuwa ni ujumbe unataka wasiresisti. Ulikuwa ni ujumbe unataka wasitoke kwenye kongwa. Mungu alikuwa anawakataza kwamba ni mimi ndio nimewapeleka hapo. Na kama nimewapeleka hapo, msifanye shiko kwa ngumu. Kaeni katika hali ya utulivu. Endeleeni na maisha yenu vizuri. Lakini msisahau kuomba kwa ajili ya huo nchi. Kwa hiyo alikuwa ninawaambia wazi ya kwamba waendelee kusoma, wanakwamba waendelee kujenga nyumba, waendelee fanini kujenga nyumba, wenye kuoa waendelee kuoa, wenye kuolewa waendelee kuolewa, wakale matunda walioyapanda, wafanye mambo kama kawaida, lakini wasisahau kuomba kwa huo mji, kwa sababu wanasema wanapoomba kwa huo mji wa Babeli, amani ya mji wa Babeli inapokuwepo inawapata na wao. Mafanikio ya ule mji wa Babeli yanawapata na wao. Kwa hiyo naona Mungu amewapa kazi ya kuendelea kuomba. Kwa sababu gani? Kufanikiwa kwa Tanzania ni kufanikiwa pia kwetu. Kufanikiwa kwa Kahama ni kufanikiwa pia kwetu. Kufanikiwa kwa nchi ni kufanikiwa kwetu. Ndicho Mungu alikuwa anawaambia. Kwa hiyo unapotaka neno amani, maana yake ni mafanikio. Na kama ni mafanikio, maana yake yanatakiwa yaombwe, ili Mungu apate kuingilia kati na ule mji upate kufanikiwa. Chapia Bwana Yesu. Kwa hiyo pamoja na kwamba wamepita kwenye kipindi kigumu, lakini anawaambia sawa, mko kwenye shida, sawa, mko kwenye changamoto, sawa, mko kwenye shida, lakini mjue mawazo yangu ninayowazia ninyi ni mawazo ya mafanikio. Msiweke macho kwenye mawazo ya wanaowazia wengine, wekeni macho kwenye mawazo yanayowazia mimi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Anasema maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo anayotuwazia Mungu ni mawazo ya amani. Amen. Amen. Mawazo anayokuwazia wewe Mungu ni mawazo ya amani. Mungu siku zote hamwazii mtu mambo mabaya. Amen. Siku zote hakuwazii mabaya. Hayupo kushindana na wewe, hayupo kupambana naye, kwa sababu hakuna anaweza akapambana na Mungu kwa namna yote. Lakini kwa mstari huu anakuonyesha ya kwamba mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo mema. Chapia Bwana Yesu makofi. Ile Mungu kuzungumza juu ya mawazo yake katikati ya watu walio kwenye utumwa, katikati ya watu walio kwenye mateso, katikati ya watu ambao wako kwenye mazingira ya kukosa amani. Maana Mungu
inawezekana walikuwa hawajui ya kwamba Mungu anawazia nini. Sasa Mungu anawaibia siri, anawaambia jamani, katika mambo yote hayo bado mimi ninawazia mazuri. Katika changamoto hizo zote bado mimi ninawazia mazuri. Hakuna jambo la furaha na amani kama kujua katikati ya shida bado kuna mawazo mazuri ya kusaidia. Katikati ya tabu bado kuna mtu anakuwazia mambo mema. Tena anayekuwazia mambo mema ni yule mwenye nguvu na yule aliye hodari, ambaye hashindi na hajawahi kushindwa. Chakula Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo nazungumzia juu ya mpangilio. Neno mawazo tunavia mpangilio wa utekelezaji wa mambo aliyokusudia. Haijalishi Tanzania imepita kwenye kipindi gani, lakini bado Mungu anatuwazia mazuri. Haijalishi mambo yamekwenda mlama, yamekwenda ndivyo sivyo, lakini bado Mungu anawazia taifa hili mawazo mazuri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata mtu anayekuwazia mazuri, unakuwa karibu na yeye. Hata kama wengine wanawaza mabaya, wewe usisumbue nayo. Huwa nazungumza pambanisha mawazo mazuri, yashinde mawazo mabaya ya shetani kwa mawazo mazuri ya nani? Ya Mungu. Mtu asikuwazie mambo mabaya na wewe ukajiwazia mambo mabaya. Mtu asifikirie tu. Na sasa hivi watu wanapozungumza ni negativity tu, ni vitu wasiasi tu, ni vitu vibaya tu, wanajaza vichwa vyao vitu. Lazima ubadilishe mindset yako. Anza kuwaza kama Mungu anavyowaza. Ukiwaza kama Mungu anavyowaza, utasema kama Mungu anavyosema, na utatenda kama Mungu anavyotenda. Acha kuingia kwenye mkumbo. Kila siku nawaambia, sisi sio ulimwenguni humu. Biblia tunatafakari sana aliye juu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Isaya 55 ule mstari wa 9. Isaya 55 ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu. Chapeni Bwana Yesu makofi. Ndio maana kila wakati ninapokuwa katika hali ya kufikiri na kuwaza na kutaka kuingia kwenye mitego, ninakimbia mbele ya upande wa Bwana, kwamba Mungu hawazi juu ya watu kuchinjana, Mungu hawazi juu ya watu kuona, Mungu anawaza mambo mazuri kwa ajili yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa unaona pale ameunganisha vitu viwili. Ameunganisha mawazo na ameunganisha njia. Tuko sawa? Ndio sawa. Mawazo yanayowazia nini? Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Amemaliza pale. Anawaza mawazo anayotuwazia sisi, si tunayowaza. Kwa hiyo siku zote mawazo yetu yanakuwa tofauti na mawazo nani? Ya Mungu. Wala njia zetu si njia zake. Mungu ana njia kama za wanadamu. Ndio maana Jumapili kuna machozi yanabubujika, na mwambie Bwana, tuma msaada kutoka kwako. Msaada wa wanadamu haufai kitu. Msaada wako haufai kitu. Kwa nini? Ninachotafuta ni kwamba mawazo ya Mungu na njia za Mungu peke yake zinaweza zikatuokoa. Wala sio mawazo ya kibinadamu, wala sio njia za kibinadamu.
Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anapozungumzia mawazo anamaanisha mpango. Neno jingine la neno mawazo ni mpango. Mpangilio wa utekelezaji wa mambo. Kwa hiyo anaposema neno mawazo anamaanisha mpango. Na anapozungumza neno njia anamaanisha mkakati wa kutekeleza huo mpango. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haitoki kwa bishop yoyote, haitoki kwa nabii yoyote. Mipango inatoka kwa Mungu na mawazo yanatoka kwa Mungu. Haitegemei mwanadamu, haitegemei. Ndio maana tunasikia kwa mwachie Mungu lumu, mwachie yeye mwenyewe achukue nafasi, afanye anachotaka, kipendezacho mbele zake. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo Mungu anapokuwa na kuwazia kukuinua, huwa na uhakika ana njia atakazotumia ili uinuke. Njia atakazotumia si zako, ni njia za kwake. Ndio nasema mawazo yanayowazia ninyi si mawazo yenu, na njia ninazo wawazia ni sio njia zenu. Maanake anatumia njia zake kutekeleza mawazo yake. Amesema atakuinua. Yeye ndiye anajua namna gani atakuinua, lakini uhakika kukuinua atakuinua. Atakuinuaje? Atakuinua kwa namna anavyojua yeye. Ataifanyaje Tanzania ya mwani? Anajua yeye. Ndio maana upasi kugombana, ndio maana upasi kushindana. Ana njia zake, ana mawazo yake. Yeye anawaza hivi, Mungu anawaza hivi. Yeye mkienda hivi, Mungu anaenda hivi. Usiingie kwenye mtego wa watu. Kama kweli unamwamini Mungu, utaingia kwenye mtego wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Akisema utaolewa, anajua namna gani afanye mpaka uolewe. Usimsaidie wewe. Ndio maana utaona sasa unaanza kujipitisha kwa wanaume, unajipitisha kwa wanaume. Hiyo ya kujipitisha ni ya kwako. Amen. Hakuna nchi inayohitaji msaada wa Mungu kama Tanzania, ninakwambia. Kabisa. Tunahitaji tulie mbele za Bwana ili Mungu cha kwake kisimame. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akisema anataka kupeleka John Ulaya, huwa na uhakika anajua na kupelekaje Ulaya, acha kutembea kwa mguu. Sasa Ulaya utavuka utaenda wapi? Shida ya watu wengi wanamsaidia Mungu, ndio maana hawaoni mambo yanatendeka. Sanduku ama upako hausaidiwi na yoyote. Unasimama wenyewe kujitetea. Sio kumbuka wakati sanduku la agano limebebwa, alafu wale ng'ombe wamebeba, alafu na namna fulani wakajikwaa. Alafu kuna mtu mmoja akataka kumsaidia sanduku lisianguke. Pale pale likaushwa. Pale pale likaushwa. Mungu asaidiwi na mtu yoyote. Watanzania, Mungu asaidiwi na yoyote. Mungu anajisimamia yeye mwenyewe. Yeye anaweza katoa njia mahali pasipokuwa na njia. Tuko sasa? Ndio maana nasema neno mawazo, alafu tumie neno njia. Mawazo maana yake ni mpango. Njia maana yake utekelezaji wa hiyo mipango. Kwa nini watu wengi wanasumbuka hata masuala ya kiuchumi? Ni kwa sababu
ni vitu vile vinakwenda pamoja. Mawazo ni mpango na njia ni mkakati wa kutekeleza ule mpango. Twende tu pamoja kitu ambacho Mungu alikuwa anasemesha hapa kwa Yusufu, mpango wa Yusufu. Sema siku hiyo wale ndugu zake walikuwa na mawazo mabaya, wakitaka kumuua, akaenda akakaa kwa Potifa. Kwanza akakaa kwa Ishmaeli, wamesikizia ni kufa. Baadaye akakaa kwa Potifa miaka 2. Baadaye jela, ametoka jela kwa njia ambazo sio za kawaida, akaenda kwa waziri mkuu. Mfungwa anatoka kwa waziri mkuu. Hakuwahi kufikiri, hakuwahi kuwaza, hakuwahi kujua chochote. Mambo yale ambayo jicho alizowahi kuona, wala sikio mwenye kusikia, wala mawazo yako hayajawahi kudaka. Hayo ndio mambo ambayo Mungu ameandalia wampendao. Acha ushabiki, acha kujiingiza kwenye vitu ambavyo vina maana. Haijalishi vinasema ni watu aina gani. Acha kabisa. Bwana Yesu Kristo amelisifa. Kwa hiyo neno mawazo ni mpango. Amen. Neno njia ni namna ya kutekeleza kile kitu alichotaka kufanya. Maisha yako salama mikononi mwa Mungu. Tupa chini mawazo yako, tupa chini mipango yako, tupa chini njia zako. Tafuta njia za nani? Za Mungu. Hizo ndio zinasimama, wala sio za kwako. Za kwako zitakuwa ni mgamwana, hazitakutobokezea mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tuko sawa? Tuko sawa? Ndio maana tunapokuwa ndio maana ameunganisha. Amesema mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu wala sio njia zenu. Alafu akasema kule, mawazo niliyowazia ni mawazo mema, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Unajua, anataka tujue. Alafu kule chini 12-14 anasema nani mtanitafuta? Sawa? Nani mtakwenda kuniomba? Nani mtaniita? Unaona, ameunganisha mawazo yake na mipango yake na eneo la maombi. Ameunganisha mpango wake na makusudi yake na njia ya maombi. Kama sema nani? Ndio maana anasema nani? Anasema nani? Anasema nani? Anasema nani? Kwa hiyo naanza sisi, alafu yeye anachotaka ni atafutwe, anachotaka ni aitwe, anachotaka ni aombe. Alafu yeye kama simba wa kabila la Yuda, hataangalia na kanyaga nani, hataangalia nani yuko mbele, anapita naye. Lazima Mungu awe mkuu zaidi ya kiumbe chochote kile. Ni mawazo ya amani. Neno amani maana yake mafanikio, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Turudi kwenye ujumbe sasa. Mawazo Mungu anayotuwazia, mipango Mungu ambaye ameiachilia, na njia nzuri ambazo Mungu anakusudia. Anasema haya mawazo ambayo sio mabaya. Lengo la haya mawazo ambayo si mabaya anayotuwazia ni ili kutupa sisi tumaini siku zetu za mwisho. Kwa hiyo ni mawazo yanayoleta tumaini, ni mawazo yanayoleta tarajio, ni mawazo yanayoleta tegemeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unajua, viko vitu vitatu. Kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ili nichanganya hapo mara moja. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 13
ili upate kitu. 13:13. Basi sasa inadumu imani, sema imani, tumaini, sema tumaini, na upendo, sema upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Nataka ninyofoe neno tumaini pale. Huku ukisoma huko juu anasema nijaponena kwa lugha wanadamu na lugha nini, kama sina pendo ni sina kitu. Nijapojitoa mwili wangu hata niungue moto, kama sina upendo mimi ni kitu. Ninapojua siri zote za mbinguni, kama sina upendo mimi si kitu. Nijapofanya kile na kufanya kile, kama sina upendo haifanyi kitu. Kumbe mtu anaweza akanena kwa lugha za wanadamu, akanena kwa lugha za malaika, na bado hana upendo. Sasa nasema katika haya mambo matatu ambao yanadumu, hivi vitu vitatu vinadumu, hivi vitu vitatu vinadumu. Hizi ndizo kanuni za maisha yetu ya kila siku. Maana yake lazima tuwe na imani, 2 tuwe na tumaini, 3 tutembee kwenye upendo. Hizi ni kanuni zinazoleta mabadiliko kwenye maisha yetu. Sasa angalia kule anaposema mawazo ninayowazia nini ni mawazo mema, wala sio mabaya, kuwapa nini tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Neno tumaini maana yake tarajio katika siku zetu za mwisho. Amen. 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 Anasema hiyo kuu hapo ni upendo. Katika imani, katika tumaini ambayo ni kubwa inayobeba vyote ni nini? Ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Sema tarajio. Sema tarajio. Umewahi kujiuliza kwa nini anasema upendo? Ni kwa sababu upendo una play part, ndio inafanya tarajio litoe matokeo, na linafanya imani itoe matokeo. Ndio maana anasema upendo. Amen. Amen. Upendo ndio unaofanya tarajio. Okay, unaweza kusema na mtali Warumi 5:5. Unaweza kusema unaipata hapo. Warumi 5:5. Warumi 5:5. Warumi 5:5. Ndio anasema. Na tumaini ndio tarajio, sio? Na tumaini halitayarishi, maana yake haliadai, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu. Kwa nini tumaini ama tegemeo tulilo nalo ama tarajio tulilo nalo haliwezi vikatoa damu? Ni kwa sababu ya upendo wa nani? Wa Mungu, ambaye umeminwa ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini Wagalatia 5:6 na kupatia hii iko Wagalatia 5:6. Galatia 5:6. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai kitu, wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Unaona upendo umejiingiza kwenye tarajio, alafu upendo tena huo unatokeza kwenye imani. Ndio maana nasema ndio kuu ni upendo. Ili imani itoe matokeo, lazima pendo la Mungu liingie kazini. Lakini ili imani
lazima kuwe na tarajio, maana imani ni kuwa na hakika ya kitu kitarajiwacho. Cha Bwana Yesu makofi. Hayo makofi hayatoshi. Hayo makofi hayatoshi. Kwa hiyo ninachokusii, usikose tarajio. Ndani yako kama kuna tarajio, kuna tumaini. Lengo la kwamba Mungu anawapa mawazo yake, namna anavyowawazia, lakini wako kwenye changamoto, wako kwenye shida, anachotaka ni ile tarajio isipotee, kuwapa nini tumaini ama matarajio kwenye siku zenu za mwisho, kwamba tarajio iliyoko ndani ya mioyo yetu, tunaamini kuna mabadiliko tutayaona, tunaamini kuna mambo tutayashuhudia, tunaamini kuna vitu vitatokea. Kazi ya tarajio ni kuona kesho, ni kuhimiza kwa ajili ya kesho. Kazi ya imani inakwambia sasa, lakini upendo unatakiwa uwe siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa tarajio Unapoteza kitu kikubwa. Okay. Tena kitu moja. Hivi wakati unafungua duka pale, unafanya kwa nini? Alikuwa na maisha ya mwanadamu ni maisha ya matarajio. Okay. Hivi mzee kanisa, umefungua kanisa leo eti walikupa hakikisho kwamba watakujao. Walikupa. Lakini usiende tukafungua kaza, unajua tarajio linapokuwepo, imani inaingia kazini kwa halisi. Amen. Ndio maana utakuta ni mfanya biashara, jana amepata hasara lakini yumo. Kesho akapata hasara lakini bado ana duka amefungua. Kesho kutapata hasara nini? Bado ana matarajio kwamba one day, yes, chakula na Yesu makofi. Kwa hiyo binadamu anayepoteza matarajio anapoteza kitu kikubwa sana. Haijalishi mambo yakoje, tuna matarajio ya mambo kubadilika. Haijalishi vitu vinabadilika kiasi gani, tunaamini Mungu anaweza kutengeneza. Ndani yetu lazima kuwe na matarajio. Ni kweli maisha yangu ya sasa yamekaa yanayoelekea, lakini na matarajio ya maisha yangu kutengeneza mabadiliko, kwa sababu Mungu ni mwema na yeye ni mwaminifu. Tuko sawa? Nasemaje Yohana? Bila tarajio ni kama kwamba hatuna mwelekeo na imani yetu haiwezi kutoa matokeo. Tarajio likipotea, imani imepotea na upendo umepotea. Tunastahili kuzungumzia imani, tunastahili kuzungumzia upendo. Tutazungumza wakati mwingine imani na upendo, lakini nataka nikwambie tarajio. Maana lazima uwe mtu wa kutarajia, uwe mtu wa tumaini. Tumaini linakwambia kesho Mungu atanisaidia. Hata kama hajakusaidia wewe, utajua atanisaidia. Hata kama shetani anakung'ong'a, unamwambia hata kama Mungu atanisaidia sasa, lakini yule alinisaidia kwenye kanisa yule namuona, ule ushuhuda niliusikia. Lazima maisha yetu yawe ni maisha ya tumaini na matarajio. Ndio maana mtu anayetembea kwenye mawazo ya Mungu anatembea kwenye matarajio ya kwamba mambo iko siku yatabadilika. Na hiyo ndio nguvu kubwa ya kuchange mazingira.
Hizi zote imani, tumaini, upendo, they are powers, ni nguvu hizo. Hizo ni nguvu ambazo mtu anakuwa nazo. Unauma mpaka unakata tamaa. Ninasema pendo la Mungu alitayarishi, maana yake alidanganyi. Amen. Okay. Tunataka nitarajio akimweza, ameweza imani, ameweza upendo. Sikiliza, hata mambo yaweje, usikate tamaa. Komaa kama furisa. Tafuta shuhuda za watu. Tafuta wale ambao Mungu amewatendea. Mungu sio muongo. Kama ulifanya kwa hili, kama ulifanya kwa hili, kama ulifanya kwa hili, hata kwangu utafanya. Ni swala la muda tu. Tuko sawa? Nilipigia simu na dada moja, anasema baba, mtoto ambaye alikuwa analeta shida, ukamwombea hospitali akapokea uponyaji, mara kilo zake zilikuwa ziko sijui aina gani, zikawa zimepungua. Alafu kaja pale ukamwombea, kilo zikaongezeka, kaenda amepata shida, kwa sasa hivi yuko Mwanza. Na kumbuka huyu mtoto alitoka kwenye madhabahu yako, pamoja na kwamba mimi siko hapo, lakini ninategemea kwamba Mungu wako anaweza kunisaidia. Tarajio. Tuko sasa. Kazi ya mawazo ya Mungu ni kukupa matarajio. Amen. Niko siku nitakwambia namna zinavyounganishwa imani na tarajio katikati yao. Lakini nachotaka nikwambie ni kwamba lazima uwe mtu wa matarajio. Amen. Hata kama unataka kupanda, wakati mwingine unasema Mungu kwenye hili nataka Mungu aonekane. Kwenye hili nataka Mungu aonekane. Mbona hii shida hii? Mbona hii tatizo hili? Unachotafuta ni neno lake ambalo lina ahadi, na hiyo ahadi inakutengenezea matarajio. Unaweza ukachukua tu kiti chako tu vizuri, hata kama ni usiku, ukachukua kiti chako vizuri za Mungu. Mimi sitoki hapa. Nahitaji useme na mimi. Niseme na mimi. Acha wale ambao wanajua manabii peke yao ndio wanasema. Acha watu wajinga kama hao. Mungu yuko wote wenye Roho Mtakatifu. Anaweza akasema hata na wewe. Na hii kuonyesha kwamba uko serious na hili jambo, unapewa unaweza kama unakaa unasema tu umekaa hata kuchukulia kuoni, unachukua na notebook yako. Sasa Mungu asema, Mungu sema na mimi. Baba sema na mimi. Hii kuonyesha kwamba una matarajio na kusema na wewe, unachukua na noti, ni vitendo vya imani unaweka hapo. Alafu wala sasa ukishafika hapa, acha kukaa hivi. Hapa uko peke yako, uko na mawazo yako. Unakaa umetulia tu, unamgoja nani? Bwana, huko unanena, unatarajia. Mungu akiona imani yako iliambatana na matarajio yako, Mungu anasema. Mungu anafanya anasema. Tuko sasa. Usiwe mtu usiye na matarajio. Amini kwamba Mungu anakuwazia mema, na hayo mawazo anataka yakupe matarajio yakikaa sawasawa. Imani imepita, upendo pia umepita. Tuko sawasawa. Sema Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mawazo unaoniwazia. Ni mawazo mema kunipa mimi tumaini siku zangu za mwisho, kwa jina lako. Kwa hiyo ninahitimisha kwa hivi: kama mawazo ya Mungu
mpango wake uko juu zaidi ya mipango yetu. Anatafasiri mawazo ya kwake na ya kwetu kama mpango. Amen. Maana ukitaka kutembea kwenye viwango vya juu, acha mipango yako, simama na mipango yake. Amen. Amen. Hiyo mipango utakapoamua kutembea nayo iko juu ya mipango yoyote ya giza. Gonganisha mawazo ya Mungu na mawazo ya giza ili kutengeneza ushindi kwenye maisha yako. Amen. Jaza maisha yako na mawazo ya nani? Jaza maisha yako na mipango ya nani? Shinda mawazo ya shetani kwa mawazo ya nani? Ya Mungu. Usiwe na mawazo yako, tafuta mawazo yake. Kwa sababu kama mipango hata usiku wanapokuwa mipango sio. Nayo wanajadili, nayo wanawaza, nayo wanaweka mikakati. Sasa unashindaje? Watawaza mipango yao, mimi nitawaza mipango ya Mungu. Na mipango ya Mungu iko juu sana ya mipango yao. Kwa hiyo watakutafuta, hawatakuweza. Watakukuta huko kwenye viwango vya juu. Wengi wanashikiwa kwenye mawazo. Wengi wananasiwa pale kwenye mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nazungumza, ukitaka kukutana na gari